yaani kuna muda natamani hata ile siku ile ningemuondoa. Yaani ningekuwa sambamba na wewe kabisa. Lakini sijui nilifeli wapi. Sasa sijajua kwa utanisaidiaje. Aswa kwa mziki unapiga huko. Kwani umenisikia? Usikia wapi na mziki umekuwa unaupiga huko? Bwana, toka na ngoka huko. Alipa habari njema za kikazi. Sio nilitoka huko Waruwaru. Ndio. Ila sasa hivi nafaa kubwa sana. Matumaini nimepata salama na kwa salama. Ndio. Hata sasa hivi naona vibe. Ndio. Ndio. Sasa nataka nikakuoshe mwenyewe. Jamani, nakupenda. Pata mwenyewe ujipendi. Unanipenda mimi. Saa saba usiku. Unatoka wapi? Natoka kazini. Kazini kazi gani saa 7 usiku? Nimekutana na foleni lakini njiani. Foleni gani? Kuna unapita barabara hivi hapo ina foleni muda wote? Kila siku unachelewa kurudi hapa nyumbani unasema kuna foleni gani unapita kila siku wewe tu? Lakini si unajua anapambana kwa ajili yako na hivi unavyotakiwa kurudi chuo. Unapambana kwa ajili ya nani wewe? Unapambana kwa ajili ya nani wewe? Hata shemeji leo amekuja hapa ameniambia umebadilika sana. Tena umebadilika kipindi hasa ambacho mimi nimeingia mtaani. Unataka tushtukie? Unataka tushtukie? Hapana. Natoka. Toka bana. Ni mtazizi. Shamba. Moyo naumia nashindwa vumilia. Unaumiza kidogo wachukia. Sura wabadilisha unageuka chita. Wewe. Nakusemesha wewe. Hivi ulikuwa unafikiria nini kwenda kumtafuta mdogo wangu kumweka chini na kwanza kumueleza mambo yetu ya chumbani? Tatizo liko wapi hapo? Hujui kama unamkomaza? Sawa, sawa. Acha nipumzike. Hivi wewe, mbona sikuelewelewi? Yaani unaongea na unaona ni rahisi tu? Kirahisi tu? Kwa nataka mimi niendelee kwa hivi. Simwambie mtu yoyote. Moyo naumia
Karibu daktari. Asante sana. Habari za hapa? Salama, tusikize kutokako. Kutokako ni kwema, zatoka jana. Mungu mwema. Kutokana na mazungumzo yetu ya jana kwenye simu, nimeona ni vyema niweze kufika hapa ili niweze kupatia maelezo kamili. Kwa sababu leo hospitali kuna wagonjwa wengi sana. Madam, mimi na madaktari wenzangu bingwa tumejaribu kulifanyia kwa karibu sana utafiti tatizo lako, lakini tumeshindwa kupata majibu na hatuoni tatizo lolote. Kwa hiyo na ushauri, ningekuomba ujaribu kuangalia na upande wa pili kwenye maombi, lakini pia unaweza kaona madaktari wa tiba za asili. Pengine upande huo Mwenyezi Mungu anaweza kaweka neema na tatizo lako likatatuliwa. Sawa, mimi nimekuelewa sana daktari. Nitalifanyia kazi na nitakupatia majibu. Mr. yupo? Hapana, mtu. Basi pia akirejea naomba umpatie maelekezo na maagizo. Hamna shida. Basi ngoja mtangalie chochote. Hapana, kumekucha muda mrefu. Kwa tayari niko vizuri. Wacha niwahi kwenye majukumu mengine ya kazi. Kazi njema. Kweli. Karibu sana. Una vituko. Sasa mbona umeniita afu umekuja hata ile yenyewe una? Kana nitembea na keshi 500. Wewe unaweza? Wewe. Unamaanisha nini sasa? Msizo tena na 500 mfukoni hata siku moja. Mimi nawindwa, biashara zangu ni nyingi nafanya. Nikishika bahasha hata unajua ni hela. Hivyo uko serious kweli? Mimi naongea vitu vya serious. Mimi niko serious. Siwezi kutembea na 500 mkononi mwangu. Dunia hii kweli kidijitali. Kweli. Subiri uone. Bado tuko kwenye simu ndio na mama. Afu umetoa mli. Unaficha nini? Jamani wao. Asante. Umeona eh? Yaani hapa sasa nina amani. Bado hujafurahi. Sasa hapa nataka nikutoe tukafanya na shopping tena. Tufanye na shopping, ununue nguo kidogo, ule na lunch. Hapo sasa ukirudi tutasema sasa una furaha. Kifanya kumbuka. Asante wewe. Nakupenda wewe. Nakutaka wewe. Mimi peke yangu siwezi. Halo. Halo. Kwema mdogo wangu, niambie. Za huku mbaya mdogo wangu. Yaani nakwambia mume wako. Mume wako yule alikuwa hakupendi. Yaani vitu ulivyokuwa unasema na vifanya nikawa nakataa. Yaani mumeo amekuja kuwa muhuni. Yule shoga yako yule ndo mtu wake sasa hivi. Yule shoga yako kila mahali wako wote. Yaani bora tu mdogo wangu kae huko utulie tu. Pale ukupata mwanaume. Yaani ukupata mwanaume pale mdogo wangu. Yaani mwanaume amekuwa wa ajabu. Yaani yule shoga yako ndo kawa mtu wake. Yaani hawana hata aibu. Haya mdogo wangu, mimi nataka tu kukupa hizo habari. Haya mdogo wangu, bye.
Hivyo wewe ni mke wa mtu, una shida gani? Unahangaika nini? Kule unachofanya chochote unakuja unahangaika mpaka huko unatafuta nini sasa huko? Wewe mke na gani wewe? Mbona utumia akili? Kaa sehemu moja tulia. Shida nini unahangaika sasa? Hawa wanatafuta nini mchana huko? Hivyo mwanaume ni mpumbavu Unajielewa unachoongea? Unajielewa na kuuliza? Hivi unataka mimi nitulie nyumbani? Napika nini? Napika mchanga? Wewe usininyamazishe mimi. Umenichokoza mwenyewe. Sikiliza nikwambie. Ungeacha pesa nyumbani ya kupika, ningepika na ungekula. Lakini kwa vile hujaacha pesa, mimi siwezi nikapika mchanga nikakuwekea mezani ukala. Sasa nakuomba hivi, kuanzia leo inatakiwa na wewe utoke, ukatafute uniletee mimi mtoto wa kike nipike tule. Umeelewa? Sio mimi ndo nitoke nikatafute nikuletee. Hayo mambo sasa hivi sitaki. Moyo unaumia nashindwa vumilia. Unaumiza kidogo wachukia. Sura wabadilisha unageuka chita. Makocha na parua waniacha naumia. Upweke mwiba ndani anasira haijatulia. Kuna changamoto. Changamoto gani tena? Kuna shida nataka kuzungumza. Nakusikiza wewe. Shida nyingine usiana na dada. Dada anafanya. Namsumbua, tunasababisha nikata sina raha. Kwa tafanya hivi mpenzi. Kiende kesho sehemu nyingine alafu nibaki na wewe. Ni kweli. Unajua hata yeye ananikera sana mimi. Zile purukushani zake amefanya hivi na niboa. Lakini baby pia uamuzi unaofanya ni uamuzi wa ghafla sana. Kwa hiyo unapaswa pia nitafakari kuhusu hayo maamuzi. Bwana basi. Mbali bwana. Sawa baby. Tutafanya kazi. Afsikiza wewe. Ndio nataka niingie mwenyewe jikoni. Kweli. Kutolewa diko yani. Ile ushibe. Kweli. Sasa Moyo unaumia nashindwa vumilia. Unaumiza kidogo wachukia. Sura wabadilisha unageuka chita. Makocha na parua waniacha naumia. Upweke mwiba ndani anasira